Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako bana Ezra. William Ruto ameimbiwa mwizi na ameambiwa uongo alipokuwa upande wa Nairobi Kabete. Bwana Ruto alikuwa ameenda pale kuangalia mradi wa housing levy ama mradi wa kujenga nyumba za bei nafuu, jinsi ambavyo ulikuwa unaendelea, kwa sababu kwenye video ambazo nimeweza kutumiwa utaona nyumba ambazo zinaendelea kujengwa, na mnaelewa kwamba ule ni ushuru wetu, sio pesa zake. Sasa sauti ya wananchi, kipindi ambapo William Ruto anaingia, ameshuka kutoka kwa gari lake, anakaribishwa na viongozi, licha kwamba walikuwa wamemobilize, yani walikuwa wamechuja na kuchagua ule umati ambao utamkaribisha na utamshangilia William Ruto. Kuna mtu anasikika kutoka nyuma mwenye alikuwa anashika video kwa simu akisema mwizi, mwizi ndio huyo. Alafu kanda ya pili utasikia William Ruto anapozungumza, wananchi wanamwambia uongo, uongo huo. Imagine hii sio organic crowd ambayo alikuwa anahutubia, ni mobilized ground, kwa sababu niliona Sakaja pale, nikaona viongozi wengine pale akina Alice Ng'ang'a, nikaona viongozi wengine pale kama vile huyu women rep wa county ya Nairobi Esther Passaris mwenye natusi akina Babu Owino kwamba hawana akili. Sasa nina imani kwamba hiyo crowd ilikuwa imeletwa ili kuweza kumshangilia William Ruto, lakini kwenye kanda ambao nitakuwekea utasikia wakimwambia one time uongo, kumaanisha kwamba licha ya wananchi wanalipwa kwenda kumsikiliza William Ruto, hawamtaki kamwe. Na kipindi ambapo nitaenda kukuachilia hii kando uweze kuitazama, ninakuomba ukachukue sekunde yako 1 2 3, kapiga subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupata taarifa zetu. Like video, bonyeza like video, subscribe, alafu mambo yote yatakuwa bomba kabisa. Tazama ikanda. Wetu wa Nairobi, si yetu ya Kenya. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Vijana mko tusikize kwa makini. Tumekubaliana watanunua malori 50 ya kusaidia kuendesha hii kazi, na vijana wote washauriwa wa Nairobi. Inaonekana William Ruto yuko kwenye competition kujaribu kubishana na viongozi wa upinzani wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i na wengine ambao wako Kisii, angalau na yeye aweze kuwaonyesha Wakenya kwamba naomba muweze kunichagua mwaka ujao kwa sababu nachapa kazi. Unajua namaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Matiang'i na kikosi cha upinzani wamekita kambi kwa siku 3 eneo la Gusii, wanapiga kampeni, na lile eneo la Gusii tayari limekwisha enda. William Ruto hatapata kura kutoka pale. I'm telling you for the fact. Upande wa upinzani umejinyakulia kura nyingi sana kutoka upande ule wa Gusii region.
Vile vile mpenzi mtazamaji, sasa William Ruto alipoona kwamba upinzani wako Kisii, akatafuta kakitu ka kujishughulisha nacho angalau aweze kuonekana kwamba yuko kazini. Akaenda Kabete kwenda kukagua nyumba ambazo zinajengwa kwa ushuru wetu, sio pesa zake. Asije akapata credit aseme kwamba zile ni pesa zake ambazo zinajenga zile nyumba za affordable houses. Hapana, ni pesa zetu ambazo tunatozwa matozo kila mwezi. Lakini uliona jinsi ambavyo anaambiwa one time, alikuwa anaimbiwa mwizi, alafu anaimbiwa uongo. Kumaanisha nini? Wakenya wamechoka na President Ruto. Wakenya licha ya kwamba wanapewa pesa kwenda kumsikiliza Rais Ruto, hawatamsikiliza tena. Sasa katika kanda hii naomba niweze kuchanganua 1, 2, 3 sababu ambazo zinachangia wananchi mpaka kuweza kumuimbia William Ruto kwamba yeye ni mwizi, kwamba yeye ni muongo. Wacha niweze kurudia tena kukuomba mpenzi mtazamaji, tafadhali piga subscription. Ukifanya hivyo alafu uweze kuturn on notification bell, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya kupata taarifa zetu. Sitaki niweza kuzungumza mengi. Namba 1, kulingana na mwelekezi wangu ananieleza kwamba unaona hili shamba ambalo walienda kulikagua upande wa Kabete, mahala ambapo hizi nyumba zinajengwa. Hili shamba mpenzi mtazamaji, linakisiwa kwamba liliweza kuibwa, yani kukua grabbed kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Sasa hili shamba tunaelezwa kwamba lipo mikononi mwa kiongozi mmoja ambaye yupo madarakani, na tunaelezwa hivi ama ninaelezwa hivi, Ezra, hizi nyumba ambazo mnadanganywa kwamba ni za affordable houses ni za kiongozi mwenye aliweza kupora hili shamba, ndizo zinajengwa kutumia kwa ushuru wetu sisi wa Kenya. Kwa hivyo anataka zile nyumba ziweze kujengwa ziishe, na kumbuka kwamba lile shamba liliweza kuporwa. Watu wa Kabete wanaweza wakatueleza, na tunaelezwa kwamba ili shamba liliweza kuporwa wakati huu ambapo Rais William Ruto yupo mamlakani. Kwa hivyo mbunge wa Kabete wanashirikiana na serikali ambayo iko madarakani kuweza kufanya kitu ambacho wa Kenya hawapendi, wizi wa mashamba. Hichi ndicho kilifanya mpaka wananchi kuweza kuimba one time, kwa sababu hili shamba ni la wananchi. Hili shamba lilikuwa la wananchi na linapaswa kukuwa la wananchi, lakini sasa viongozi fulani wakatumia ushawishi wao wa kuwa madarakani, wakachukua hili shamba, na unaona wameweza kujenga nyumba za affordable houses ambazo zinaendelea, na cha kushangaza wanatumia ushuru wetu sisi wa Kenya kufanya hayo mambo yote. Mpenzi mtazamaji, meweza kuniona mpenzi mtazamaji? Je, unanielewa mpaka hapo? Hiyo ndio sababu ya kwanza. Shamba hili linakisiwa kwamba liliweza kuporwa au liliweza kunyakuliwa kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, kwa sababu tunasema kwamba grabbed kwa lugha ya Kiswahili ni kunyakuliwa. Ndio maana walikuwa wanamuimbia kwamba ni mwizi, kama ulisikia. Namba 2, ninaambiwa bwana Ezra, wananchi wamechoka na bwana Ruto, hawaoni kazi. Aliwaeleza kwamba hichi kipindi cha miaka 5 atafanya kazi. Hichi kipindi cha miaka 5 hawajaona kazi. Uchaguzi ni mwaka kesho. Vijana hawajapewa kazi. Vijana hawajapewa kazi. Wananchi hapa nje wanahangaika, gharama ya maisha iko juu. Sasa wananchi wanasema kwamba wewe tulikupea kipindi cha miaka 5 uchape kazi. Ulisema kwamba utatutoa hapa chini utupeleke juu, yani bottom up, hustler nation. Kumbe ilikuwa ni mateso. Na ndio maana walikuwa wanamuita muongo. Kwa nini? Aliwaambia wananchi kwamba atawatoa hapa chini awapeleke pale juu. Aliwaeleza kwamba hii serikali ni ya mama mboga. Kumbe hii serikali si ya mama mboga. Aliwaeleza kwamba hii serikali ni ya vijana wa bodaboda. Vijana hao wa bodaboda wameongezewa bei ya mafuta. Sasa mpaka unashangaa, jamani, rais ulituambia hili, unafanya opposite. Ndio maana wananchi wanamuita Rais William Ruto kwamba yeye ni muongo. Vile vile rais aliweza kuahidi wananchi kwamba hataweza kukopa madeni, lakini ukiweza kuangalia
ukiweza kuangalia kuna taarifa ambazo niliweza kuziona asubuhi kwamba Rais William Ruto ameamua kugeukia World Bank waweza kumpea mikopo ili aweza kufanyia mambo mawili matatu. Sasa unaeleza wananchi kwamba hautaenda kukopa, alafu kidogo kidogo umekimbia, kwa sababu hata sasa hivi kipindi ambapo alikuwa upande huu wa Kabete aliwaambia wananchi kwamba tuliahidi tutapunguza madeni, hatutaweza kukopa, tutajifinyilia kabisa tusikope. Lakini hizi taarifa ni za siku gani mpenzi mtazamaji? Hizi taarifa ni za leo, zinaeleza unajua Haji, Kenya turns to World Bank to boost digital health and cut maternal deaths. Unaona ile Linda mama ambaye aliweza kutoa, ndio hiyo amekimbilia sasa, kwa sababu ameona kipindi cha kura kimekaribia, amekimbia World Bank kuweza kumpea mkopo ili aweze kurahisishia kitu ambacho kinaitwa matibabu, na akina mama wapewe kitu ambacho kinaitwa Linda Mama. Nadhani kwa sababu naelezwa kwamba President William Ruto's administration has announced plans to tap into the World Bank's expertise in a push to modernize the health sector and reduce maternal deaths. This follows a high-level bilateral meeting between Health Cabinet Secretary Aden Duale and the World Bank delegation to discuss ongoing health support programs in the country. Huu ni mkopo, licha kwamba wanajaribu kutumia kizungu kigumu. Huu ni mkopo walienda kutafuta, lakini kipindi ambapo alikuwa Kabete anawaambia wananchi, unajua Haji, tumeacha tutaweza kukopa. Na ndio maana kwanza anaitwa muongo. Akiwa kwa wananchi anawadanganya kwamba hatutaweza kukopa, lakini akiwa kwa afisi yake ni mikopa, anapiga simu kuelekea World Bank. Tuendelee ama tuendelee? Hii manyumba yote tunajenga Kenya, hakuna deni ya mtu tumekopa. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nilisema tutakomesha mambo ya kutafuta madeni kiholela. Tumepunguza mambo ya madeni. Tumehakikisha ya kwamba we are living within our means. Tumeimarisha mambo ya uchumi wa Kenya. Nina imani kwamba hizo ndizo sababu ambazo zinachangia mpaka Rais William Ruto kuweza kuimbiwa kwamba yeye ni mwizi na yeye ni muongo. Sababu nyingine unafikiri kwamba, ama nafikiri kwamba iliweza kufanya kaimbiwa yeye ni muongo na yeye ni one term. Kumbuka kwamba William Ruto waliweza kuchaguliwa na Rigathi Gachagua pamoja, lakini bwana Ruto alipoingia madarakani si alimchuja Gachagua? Je, ametimiza zile ahadi za kampeni? Yeye ni muongo. Sina mengi, mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba uendelee kutazama hichi kituo, uendelee kusubscribe, uendelee kuhakikisha kwamba unasambaza hizi kanda. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kutupromote, tuendelee kukupea taarifa zetu kwa njia nzuri. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, tupatane kwa kanda ijayo. Asante sana.